Hapa tunazungumzia tatizo la uke wa mwanamke kuwa mkavu na matibabu yake. Hili ni tatizo kubwa ambalo kitaalamu husababishwa na upungufu wa homoni ambayo kitaalamu inaitwa estrogeni katika mwili wa mwanamke. Ambayo hii estrogeni inapopungua husababisha kudhoofika na kusinyaa kwa misuli ya uke kwa kukosa kilainisho. Sasa tukiangazia zaidi, kuna baadhi ya makundi ya wanawake ambayo tatizo hili hutokea mara nyingi. Tukianza na kundi la kwanza, ni wanawake waliotoka kujifungua ujauzito. Sasa hawa ndo wanaathirika zaidi na tatizo hili. Kundi jingine ni la wanawake wanaonyonyesha. Kwa tunaona ni makundi ambayo yanadhurika. Kundi lingine ni wasiosikia hamu ya tendo la ndoa. Kwa hiyo usiposikia hamu ya tendo la ndoa, jua upo katika kundi ambalo wenye tatizo hili la uke kuwa mkavu. Na kundi lingine ni wako katika hedhi. Ukiwa katika hedhi na ukiona tatizo kama hilo, kunataka ukae usikilize ujue na matibabu ambayo tutataja. Sasa huwa ugonjwa huu ukiendelea kukua husababisha matatizo makubwa. Matatizo ambayo ni maumivu makali wakati wa tendo la ndoa, na pia kukuweka hatarini kuweka katika hatari kubwa ya kupata maambukizi ya ugonjwa wa zinaa. Nadhani wote tunajua magonjwa ya zinaa yakoje, yote tunajua, na pamoja na UTI. Kwa hiyo tunaona jinsi gani hii kitu unavyoendelea kuwa mkavu, unavyofanya tendo la ndoa hulazimisha, kuna matatizo makubwa ambayo unakuja kuyapata. Sasa tuangazie kwenye matibabu. Matibabu ya hii ugonjwa, tatizo la uke kuwa mkavu ni yapi? Matibabu ya hii ni kuna cream na vidonge ambavyo huchochea hii homoni ambayo estrogeni ambayo imepungua kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke. Kuna magrupu mawili tu hapo ya aina za dawa ambazo ni za vidonge na za cream tu. Sasa dawa hizo ni kama Estress, na nyingine ni Premarin, na nyingine ni Estrogen, kwa kulingana na maelekezo ya daktari. Sasa hapa niongee kitu kimoja kwamba usio kama nazitaja hizi alafu tayari unaenda dukani unaenda kununua unatumia. Hapana. Nenda kituo cha afya, daktari akakuchunguze, ajue kwamba huyu sasa hivi upo katika hali hii, unahitaji upate dozi ya estrate au dozi ya nini ya kiasi hiki. Sasa endapo ukaenda ukanunua mwenyewe ukameza, hiyo itakuja kukuletea madhara makubwa. Kwa hiyo nenda kwa daktari, daktari atakuelekeza, atakupa sasa hivi upo katika stage hii ya ugonjwa, unatakiwa upate dozi mara 7 kwa wiki kila kitu. Daktari ndiyo anayeangazia hilo swala. Sasa tukiendelea mbele, lakini unaweza ukajitibu kwa njia mbadala, ambayo ni kutumia vilainishi ambavyo asilimia kubwa vilainishi asili, hususan vilivyotengenezwa kwa kiwango kikubwa cha maji. Sasa kuna ambavyo vilainishi ambavyo unaweza kuvitumia viko katika kiwango kizuri. Sasa nitoe angalizo au nitoe amri kwamba ni marufuku kutumia hivi vitu vifuatavyo kwa njia tu ya kusema kurahisisha tu ili nifanye tu tendo la ndoa. Hapana. Epuka kutumia mafuta ya kupaka. Nasikia vizuri. Epuka kutumia mafuta ya kupaka. Epuka kutumia sabuni ya kuogea. Sawa? Marufuku kabisa kutumia hivi vitu. Na vile vile epuka kutumia perfume.
Sasa hii yote ndo tumeangazia katika tatizo hili la uke kuwa mkavu kwa mwanamke. Sasa ukishajijua kwamba una tatizo hili na upo katika makundi haya ambayo nimeyataja, mara moja wahi katika kituo cha afya, kwa sababu hili tatizo linatibika. Utakavyoenda katika kituo cha afya, lazima daktari atakupa moja hizi dawa kama nilizozitaja kwa kulingana na ugonjwa wako ulipofikia. Sasa ukianza mwenyewe kuanza kupaka maperfume, kuanza kupaka masabuni ya kuogea, ni kuna madhara makubwa ambayo unayapata. Kwa sababu hii ukisema uendelee kutumia sabuni za kuogea, kwa sababu pale wakati unavyofanya hii ukiwa mkavu, inamaanisha kuna fraction kule unazipata. Sasa mfikiria fraction kule unazipata, umeshachubuka, alafu tena unaweka maperfume. What next? Kitu gani kitatokea? Kwa hiyo tuwe makini katika kuangalia na kufuatilia hivi vitu, ni kwa ajili ya afya zetu wenyewe. Asanteni kwa kusikiliza. Please usisahau kusubscribe hapo chini. Asante.